Serikali ya Marekani kikaongoni, matatizoni. Bunge la maseneta na baraza la the House of the Representative wameibana mbavu serikali inayoongozwa na Trump, huku mijadala ikizuka mingi sana kwamba tumejiletea matatizo ya kujitengenezea, na wameenda mbali sana viongozi wakasema Trump umedanganya taifa, na wameenda mbali sana kwa kusema kwamba Trump umelitia doa taifa la Marekani. Vita vya siku 12, the 12 days war ya mwaka jana, Trump alitangazia dunia akisema kwamba amefanikiwa kupiga sehemu kubwa 3 za mikakati za uzalishaji wa silaha za nyuklia za Irani. Hivyo Irani haitokuwa na uwezo tena wa kuzalisha silaha hizo. Jana tarehe 29 mwezi wa 4 2026, wanamuuliza maswali Peter Hegseth, mkuu wa jeshi huyu ama waziri wa jeshi, wanamwambia nyinyi mlituambia mwaka jana Iran haitokuwa na uwezo wa kuzalisha nyuklia tena. Hizi taarifa unazotuambia kwamba Iran ni tishio kwa dunia zinatokea wapi? Trump mwezi wa 3 alitutangazia amepiga sehemu 5,000 za mikakati za Irani, hawatokuwa na nguvu za uzalishaji tena. Hizi ni stori mbili tofauti. Mwaka jana wakati wa siku 12 za vita mlipiga sehemu 3 kubwa, mkatuambia hakuna uwezekano wa kuzalisha tena. Mwaka huu 28 mwezi wa 2 mnaivamia Irani. Mwezi wa 3 Trump anatuambia amepiga sehemu 5,000 za mkakati kuivunja serikali ya Irani, haiwezi tena kutengeneza silaha za nyuklia. Leo tarehe 29 mwezi wa 4 unatuambia kwamba Irani ni tishio kwa dunia kwa sababu wana nguvu ya uzalishaji wa silaha, wana nguvu ya urutubishaji wa uranium. Hizi story 3 tofauti zinatokea wapi? Peter Hegseth ameulizwa maswali mengi, hakujibu hata moja. Hii inarudi pale pale. Serikali ya Marekani kupitia Donald Trump imefeli. Wamejitengenezea tatizo ambalo lilikuwa halipo. Mfereji wa Hormuz ni mfereji ambao ulikuwa bure, hautozwi hata 10. Trump leo hii anaamua kuomba msaada wa mataifa duniani kuungana kwenye umoja ambao yeye yuko anaunda ili kuweza kufungua mfereji wa Hormuz na biashara iendelee kama ilivyokuwa awali. Tatizo hili kalileta yeye. Utajiuliza maswali, mbona vita imehama kutoka kwenye silaha za nyuklia, kutoka kwenye regime change, sasa hizi tunaongelea habari za mfereji wa Hormuz ambapo tuliambiwa ni 20% dunia inategemea. Ni kweli? Sasa iko hivi, Marekani anategemea uchumi mkubwa katika vitu viwili. Kitu cha kwanza ni petrodola, mauzo ya biashara ya mafuta kwa kutumia dola, pamoja na biashara ya mafuta yenyewe ambayo yeye anategemea Mashariki ya Kati 80%. Yaani kama Marekani amekuwa muuzaji wa mafuta mkubwa duniani, kiburi hichi anakipata kutoka nchi za Mashariki ya Kati. Sasa ule mfereji, nchi zote ambazo zinachimba mafuta kwa wingi ziko ndani, isipokuwa Oman peke yake ndio iko pembeni. Sasa amejitahidi kuficha, imeshindikana. Amejitahidi kuficha hisia zake, imeshindikana. Ameamua kutoka wazi kwa kuomba msaada duniani ili mfereji uweze kufunguka.
kwa sababu yeye anategemea zaidi ya 80% ya mafuta na gasi kutoka Gulfu ama Mashariki ya Kati. Kwa utaratibu huu na mpango huu, kiukweli Trump, kama alivyosema Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani, Marekani imetiwa fedheha na Iran. Hakuna aliyotegemea kufika katika stori hizi. Sasa Iran bado iko pale pale. Tena wanasema tumeongeza ufanisi wa utengenezaji wa silaha. Na kumbuka, Iran imenunua makombora 15 kutoka North Korea ambayo yana uwezo wa kufika popote. Sikiliza, popote. Kutoka Teherani mpaka Marekani ni kilomita 12,000. Kutoka Teherani kwenda Marekani ni kilomita 12,000. Wamefanikiwa kupata mabomu ama misaili ambayo yanaweza akafika popote pale duniani, 15. Tulipofikia ni pabaya sana. Habari ni nyingi ndugu zanguni, nyingi sana. Mpaka sasa Marekani, serikali yake inayoongozwa na Trump, kiukweli imeidhalilisha sana.